Zanzibar. Kwa hivyo tunawapongeza kwanza kwa msimamo ule mliochukua, na katika lile tumekuja kuzungumza na Wazanzibari hapa kwamba sasa kazi sio kulinda kisiwa cha Popo au kulinda visiwa vidogo vidogo. Sasa kazi yetu kubwa ndani ya miezi 6 ijayo ni kulinda na kuyarejesha mamlaka yote yaliyoporwa ya Zanzibar ndani ya mikono ya Wazanzibari. Na tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tumbatu. Hasa ndugu zangu na wazee wangu wa Tumbatu, mimi leo kwa sababu ya muda, sababu tunataka kuvuka, niseme hilo kwamba hapa tunapata mfano mkubwa katika kuona umuhimu wa mamlaka. Lakini la pili ambalo nataka kulifanya, mwenyekiti wetu, hii ni ziara ya 3 katika kisiwa cha Tumbatu. Alikuja tulipomkabidhi nafasi ya makamu wa kwanza wa rais na baadaye akawa makamu mwenyekiti wa chama chetu. Mnakumbuka alikuja hapa. Baadaye akaja katika Maulidi. Si mnakumbuka? Na hii ni ziara ya 3. Lakini kwetu sisi hii ni maalum, ni special. Kwa sababu hii imeambatana na safari ya kuinusuru Zanzibar. Sasa leo tangu tumekuja sisi wengine, tangu asubuhi tunakata vichochoro. Leo tunatawaliwa na hisia kubwa za kumkumbuka jinsi jamadari wetu, mzee wetu marehemu Maalim Seif alivyokuwa akivikata vichochoro vile katika visiwa vya Tumbatu. Maalim, Mwenyezi Mungu katuongoza kwa zaidi ya miaka 40 katika nafasi mbalimbali, tangu za chama kimoja mpaka vimekuja vyama vingi. Leo yote matunda haya, umoja huu, mwamko huu wa Wazanzibari, Unguja na Pemba, si kazi ya mwingine isipokuwa ni kazi aliyoiongoza mzee wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Mwenyezi Mungu alitie nuru kaburi lake, amjalie malaika wema wawe ndio wazungumzaji wake, na inshallah muingize katika pepo ya Firdausi yeye na sisi ukifika wakati wetu. Sasa Maalim kafanya kazi yake, lakini Maalim ni binadamu. Umefika wakati wake, Mwenyezi Mungu kamkhitari. Lakini paukwa naam, palipoukwa na Maalim Seif katuachia nondo, chuma cha pua, msumari wa jahazi, Mheshimiwa Othman Masoud Othman yule pale kakaa kwenye kiti. Kwa hivyo mimi nataka kulisema ndugu zangu na wazee wangu wa Tumbatu, hasa vijana, leo katika furaha nilionayo ni kuona vijana mko kwa wingi hapa. Mimi nilipoanza harakati hizi, nimeanza harakati hizi na umri wa miaka 17. Kwa hivyo nikiwaona vijana najikumbuka mimi kwamba leo tuna mwelekeo mzuri, kwa sababu vijana wa Zanzibar na kwa hapa vijana wa Tumbatu mnajitambua. Kwa hivyo vijana, na tutakuambia wazee wenu, nawaona kina mzee Fakipandu hapa, hawa tumeanza nao harakati tangu alfajiri. Wako umri mkubwa, lakini bado hawajakata tamaa, kwa sababu kukata tamaa katika mapambano ni haramu, ni usaliti. Sasa ni zamu yenu vijana. Sisi sote, kila mmoja kafanya wajibu wake mpaka tumezifikisha harakati hizi hapa tulipo. Kwa hivyo usije ukalaghaiwa na mambo ya kipumbavu. Mzanzibari mwerevu
Mzanzibari kaiona dunia mapema. Mzanzibari hawezi kulaghaiwa na ghorofa. Limbukeni, mshamba ndio anayeshughulishwa na ghorofa. Watumbatu wa shamba nye? Watumbatu wa shamba nye? Ningeona ajabu sana kama mngeniambia wa shamba, kwa sababu makao makuu ya mwanzo ya utawala katika visiwa hivi yameasisiwa hapa Tumbatu Makutani pale. Kwa hivyo vijana, sisi hatutafuti vighorofa, sisi tunatafuta mamlaka ya nchi yetu. Tizameni hali za maisha yetu. Huyu anayewalaghai bwa mdogo huyu aliona miaka mitano mingi sana. Leo miaka mitano inamalizika. Zikumbukeni ahadi zake. Mmoja aliwaahidi, alisema kwamba atawaunganisha Wazanzibari wote. Katuunganisha Wazanzibari? Leo Wazanzibari ambao si wa chama chake anawapa haki zao katika nchi. Mnapewa zanaidi nyinyi vitambulisho vya Mzanzibari? Mnapewa ajira nyinyi? Anaondoka Oktoba tukijaliwa, akiwa kawagawa Wazanzibari kuliko alivyowakuta. Lakini jingine aliahidi kubwa, kwamba ndani ya miaka mitano ataleta ajira 300,000 katika visiwa hivi. Ajira 300,000 ndugu zangu, kwa idadi ya watu wa nchi hii zingekuwa zimeletwa, na mwaka huu zilipaswa ziwe zimetimia, maana ndio kamaliza miaka yake mitano. Tulipaswa tusiwe na kijana ambaye hana ajira. Hasa mimi nikuulizeni hapa Tumbatu, ajira 300,000 mmeziona huku Tumbatu? Kina mama nyinyi ndio mnaokaa na vijana, wana ajira vijana wenu? Wala siulizi wa ICT Wazalendo, na wauliza mpaka wa CCM, si tunakaa nao Viamboni pamoja huku, watoto wao wana ajira? Si wako mabarazani kama wenetu? Ziko wapi ahadi zako bwa mdogo 300,000 ulizoahidi Wazanzibari? Jengine kubwa aliahidi, aliahidi kuteremsha gharama za maisha. Nikuulizeni leo, bidhaa zimeshuka bei, zimepanda bei? Zimeshuka bei, zimepanda bei? Chakula kimeshuka bei, kimepanda bei? Vifaa vya ujenzi vimeshuka bei, vimepanda bei? Nguo zimeshuka bei, zimepanda bei? Leo Wazanzibari wote, watu wastaarabu, tunavalishwa mitumba ndo nguo zetu katika nchi hii. Nyumba zetu zote zinanuka uvundo wa umasikini na njaa. Au wango kina mama? Haya aliyotuahidi. Kwa hivyo vijana, nachotaka kuambieni, ndio maana nilisema nazungumza na vijana, usije ukalaghaiwa na mambo ya kijinga. Leo pale mjini pale hata haya hawana. Hawakukosea wazee wetu walisema qalilil haya mustareh, mkosefu wa haya kastarehe. Wamehanikiza juzi Ijumaa, ati unafungua viwanja vya Maisara pale vya michezo, lakini wenyewe wakatangaza kwamba mradi ule ati umegharimu bilioni 7. Ndugu zangu, nyie vijana wanaotaka kuwachezea akili kwa mambo kama yale, wewe unawekwa na njaa, huna ajira, huna kazi, huna basi, hujui kesho yako itakuwaje, huna mustakbali wa maisha. Leo wanakwenda kutufanyia usanii ule bilioni 7 pale. Mnazijua bilioni 7 jamani? Bilioni 1 ni milioni 1,000. Kwa hivyo bilioni 7 maana yake milioni 7,000. Milioni
7,000. Pamefanywa nini pale cha kugharimu milioni 7,000? Ule ukuta na mapicha tobandikiwa pembeni yale ya sanamu, au zile nyasi za bandia, au ile milingoti ya taa, bilioni 7 pale. Haya yanathibitisha tunayokuambieni kila siku, ndugu zangu, nchi hii si masikini. Nchi hii ni tajiri, ni ya watu wa kuishi maisha ambayo wanapaswa kuishi binadamu, lakini inafukarishwa na walaanifu wa Chama cha Mapinduzi ambao Oktoba tukijaliwa tunawafungasha virago watahama katika visiwa hivi. Ndugu zangu, lazim tufanye maamuzi. Bwa mdogo na vibaraka wake, mmoja alisimama juzi, ule bilisi wake pale anasema hajawahi kuona, yeye kiasi aseme vile. Anajua kwamba pale bilioni 7, yeye mfanya biashara anajua ile haikupaswa kugharimu hata bilioni 1, lakini wao ndio wanaonufaika. Ndio maana huwa nawauliza hawa waliposema yajayo neema tupu, yajayo yanafurahisha, msifikiri uongo. Yajayo neema tupu, yajayo yanafurahisha. Si kwa wewe Mzanzibari, si kwa wewe mwananchi masikini. Yajayo wamefurahisha kwa kujaza matumbo yao, familia zao, shemegi na wakwe zao na marafiki zao. Si mnaona wanaonufaika? Wanaletwa tu shemegi na wakwe, hamuoni? Na wengine ndio hao wanaopanda majukwani wakasema hawajai kuona, wanadhani wanamdanganya Mzanzibari. Zile zama mnakumbuka tulivyokuwa wadogo, mnakumbuka tulikuwa tukitizama katika TV wale walikuwa mjini kule, kulikuwa na mchezo ukiitwa ukombozi wa Mwafrika, si mnakumbuka? Vijana nyinyi hamkuyawahi hayo, wa umri wangu najua nakumbuka. Lakini mle ndani kimoja ambacho kilikuwa kinaoneshwa ni jinsi watawala wa kizungu walivyokuja katika nchi za Kiafrika, wakaja na vioo na shanga, wakawadaghai watawala, wakawaandikia nchi zao, wakawapa. Machifu waliokuwa hawajawahi kuona kioo na shanga, akaona kioo na shanga jambo kubwa sana, akauza nchi yake kwa sababu kaekewa kioo, anacheka anajiona hapa. Sasa hayo yanawezekana huko upande wa pili, sio Wazanzibari wanaojua historia ya utawala kwa zaidi ya miaka 2000 katika visiwa hivi. Kwa hivyo ndugu zangu, nachotaka kuambia, mwaka huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Lazim tufanye maamuzi. Na nimewaambia tulipopita humu tulikuwa tunamkumbuka marehemu Maalim kaondoka, katuachia Mheshimiwa Othman Masoud. Huyu ndugu zangu, huyu wazee wangu ndiye anayekwenda kuitimiza ndoto ya Maalim Seif mwaka huu kwa kuang'oa CCM na mizizi yao na ukoloni wao katika visiwa vya Zanzibar inshallah. Huyu tofauti na aliowepo, ambaye yeye kwake maslaha yake na watu wake ndio muhimu zaidi kuliko wananchi wa Zanzibar. Huyu ni mwana kindaki wa Zanzibar, anaumwa na Zanzibar na Wazanzibari. Huyu kayaishi maisha unayoishi mimi na wewe. Sio ukawa na mtawala hajawahi kunywa chai ya mkandaa, wala hajawahi kula mhogo wa kutokosa, hawezi kuyajua maisha ya Mzanzibari. Na ndio maana ukiona mchukue yule ukampeleke pale katikati ya mji mkongwe, halafu mwambie tafuta njia kwenda Mkunazini, atapotea, haijui mji mkongwe. Seuze umlete Tumbatu, seuze ukampeleke Nungu ya Mkokotoni, seuze ukampeleke Gamba au Chaani, hawezi kuijua Zanzibar. Zanzibar haimuumi. Lakini tuna bwana kindaki Mzanzibari, Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Huyu wazee wangu na ndugu zangu, mnakumbuka katika bunge la katiba ilipokuja kusimamia maslahi ya Zanzibar, mnakumbuka nyote
Sote tumeondoka bunge la katiba kukataa usaliti wa CCM kwa Zanzibar. Kabaki peke yake akiwa mwanasheria mkuu ambaye anasimamia maslahi ya Zanzibar. Akaambiwa arudi akapige kura ya kusaliti Zanzibar. Akasema tafutani mwingine, sio Othman Masoud Othman, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Akasimama akahesabiwa katika bunge la katiba. Si mnakumbuka? Lakini baada ya hapo, mahali Mwenyezi Mungu alipomkhitari, tulikaa sote tukasema nani miongoni mwetu anaweza kupeleka mbele jahazi hii. Tukasema hatutaki atoke miongoni mwetu. Tukamkumbuka kwamba anayefaa kuvaa viatu vya Maalim Seif ni Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kwa sababu ya uzalendo wake, elimu na maarifa yake, uzanzibari wake na jinsi anavyoitetea nchi. Tukamwambia njoo uvae viatu vya Maalim Seif, tuongoze wa Zanzibari kuelekea mamlaka kamili ya nchi yetu. Tulipomfuata, ndugu zangu na wazee wangu, alikuwa na kazi kubwa duniani. Alikuwa na kampuni yake keshasimamisha, imesimama, ya mwanasheria. Anafanya kazi makampuni makubwa makubwa duniani. Lakini tulipomfuata alituuliza moja tu, mmeridhika nyinyi kwamba mimi ndio ninayefaa kuongoza harakati hizi? Tukamwambia naam. Akasema nawacha yote na kuja kuwaongoza Wazanzibari kukamilisha safari ya mzee wetu Maalim Seif inshallah. Na niwaambie ndugu zangu, nawaambia siku zote, tulipomfuata alikuwa kama ni maslahi, ingekuwa ni mja wa maslahi kama huyu aliyokuwepo, alikuwa anapata mara 6 ya zaidi anachokipata hivi sasa kama mshahara wake. Tunaelewana? Tunaelewana? Alikuwa anapata mara 6 kuliko anachokipata hivi sasa. Lakini tulipomfuata alikubali kuyawacha yote. Akasema kama wenzangu mmejenga imani kwamba mimi ndio kukamilisha safari hii, basi mimi nawacha yote na kuja kuwaongoza wa Zanzibar. Na ndugu zangu, mmemuona katika miaka 4 hii, si mmemshuhudia wenyewe? Yule mwingine mmewahi kumsikia hata siku moja anazungumzia maslahi ya Zanzibar? Mmewahi kumsikia anazungumzia haki za Zanzibar katika muungano? Juzi alipopewa jukwaa kule, kenda kasifu kasema hakuna muungano duniani kama huu. Ndiyo, kwa sababu unakunufaisha wewe na maslahi yako. Lakini Wazanzibari waliokosa mamlaka wanajua hilaki wanayoipata katika udhalim chini ya muundo wa sasa wa muungano. Kwa hivyo ndugu zangu, nachosema, lazim sote tuunganishe nguvu, tukijaliwa mwaka huu tukakamilishe kazi aliyoiacha marehemu Maalim Seif. Na katika hili niwaambie, maana yake siku zote akijua jukwaa asema hawa kila wakikao wanamtaja Maalim Seif, tumtaje Nyerere sie? Nyerere kama muabudu ni nyinyi. Sisi kwetu sisi Nyerere ni alama ya ukoloni wa Tanganyika ndani ya visiwa vyetu. Na sisi kiongozi wa mfano ambaye tutaendelea kumkumbuka siku zote, na ndio kiigizo chetu katika harakati za ukombozi, atabakia shujaa wetu Maalim Seif Sharif Hamad. Na kama tulivyomuunga mkono Maalim Seif, sasa tumekubali sote, tumekaa bega kwa bega, tunamuunga mkono na kumsaidia Mheshimiwa Othman